Ndugu waandishi, kama mnavyojua, leo kuna warsha maalum kabisa ambayo imeandaliwa na Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Kagera, lakini lengo lao kuu kabisa ni kuandaa mpango kazi wa miaka mitatu, lakini ambao umegawanywa kwa kila mwaka. Kama unavyojua, JWT au Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ni wadau wakubwa sana wa TRA, kwa maana wafanyabiashara wao sisi kwetu ni walipa kodi. Kwa hiyo na sisi pia tumealikwa kama TRA tukiwa kama wadau wakubwa kabisa. Kama unavyojua, kama TRA pia na sisi tuna changamoto ambazo tunaamini tukiboresha ushirikiano wetu na jumuiya basi tunaweza kuzitatua. Kwa mfano, kuna changamoto ya matumizi ya fifu ya EFD. Kama unavyojua, jumuiya ina wafanyabiashara. Kwa hiyo sisi ni fursa ya kuwafikia wafanyabiashara kupitia jumuiya, lakini pia kupitia hata huo mpango. Pia mpango tunaamini utaeleza namna gani tutawafikia wafanyabiashara, kuwaelimisha wale ambao hawana elimu, lakini hata wale kidogo ambao hawaelewi, basi pengine kupitia jumuiya wataweza kuelewa na kuanza kulipa kodi kwa hiari. Lakini kuna maeneo mengine, kwa mfano ya magendo, wigo mdogo walipa kodi. Kwa hiyo jumuiya ina mtandao, wanachama wameenda hadi kwenye ngazi ya kata. Kwa hiyo naamini kupitia jumuiya pia na kupitia mpango ambao unaandaliwa ambao Ijumaa tutauona. Kwa hiyo ni wigo au ni njia ya kuwafikia walipa kodi wote katika kila ngazi, kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu. Kwa hiyo hata na sisi tunaamini kupitia jumuiya itatuwezesha kuwafikia wote. Lakini hata kwenye eneo la kutoa elimu, kwa mfano magendo, kama unavyojua mkoa wetu umepakana na nchi nyingi, zaidi ya nchi 3. Kwa hiyo kuna changamoto ya magendo, lakini muda mwingine unakuta mtu anafanya magendo bidhaa ambayo hailipiwi kodi. Kwa hiyo unajua kabisa huo ni uelewa. Kwa hiyo sisi tunaamini kupitia jumuiya watatuwezesha kutukutanisha na wadau. Kutukutanisha na wadau kuona namna gani tunatoa elimu. Kwa hiyo hata elimu yetu sasa hivi tunaenda kuibadilisha mwelekeo, kwamba wao watakuwa wanatuletea mpango. Labda leo tunaenda Bugabo, tunaomba wafanyabiashara wetu wa Bugabo tutawakusanya sehemu fulani mje mtutolee elimu. Kwa hiyo tunaamini kupitia warsha hii itaboresha zaidi ushirikiano wetu, na ule ushirikiano utapelekea sisi kuwafikia walipa kodi wote na kwa wakati. Kwa hiyo kimsingi hao ni machache ambayo kati ya faida nyingi sana ambayo tunaenda kupata kama TRA, kama serikali kupitia kwenye hii warsha ambayo inaenda kutengeneza mpango mkakati wa utekelezaji ambao tunaamini utaenda kuboresha ulipa kodi wa hiari. Na ukiboresha ulipa kodi wa hiari, maana yake unazungumzia matumizi mazuri ya EFD, unazungumzia kupungua au kutoweka vitendo vya magendo, lakini pia hata kuongeza wigo wa walipa kodi. Kwa upande wa makusanyo, mkoa wetu unafanya vizuri sana kwa miezi, kwa maana kuanzia Julai mpaka mwezi wa pili. Kama mkoa tulikuwa tumepangiwa kukusanya bilioni 108.6, lakini tumefanikiwa kukusanya bilioni 122.6, ambao ni utendaji kazi wa 113%. Kwa hiyo ni utendaji kazi mzuri kabisa na tunaenda vizuri, na mwaka huu tunatarajia tutafanya vizuri zaidi, pengine kuliko hata miaka mingi ya hivi karibuni. Kwa hiyo tunaenda vizuri, lakini pia ni kwenye hilo ni washukuru pia wafanya biashara, viongozi wa jumuiya za wafanya biashara wote, TCCIA, JWT, na wengine, kwa namna ambao tunafanya kazi pamoja kama timu. Na naamini hii warsha ya leo ambayo itaisha Ijumaa itaenda kuongeza tija zaidi, na naamini mwaka ujao pengine tutafanya vizuri zaidi kuliko mwaka huu.